wao ndani ya baraza ya mawaziri, kwa sababu tunapokizungumzia chuo cha FDC Kigamboni, hapa unaikuta ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, lakini pia hapa kuna wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Kwa tafsiri hiyo, Mheshimiwa Waziri naona ana note down kwamba swala zima la accreditation kwamba tayari linafanyiwa kazi, yani ithibati ya vyeti vyenu ili viweze kutambulika na viweze kukubalika katika mfumo wa ajira kote. Mheshimiwa Waziri, nimeona ameshatekeleza. Sisi jukumu letu ni kwenda kumkumbusha endapo tukiona mchakato unachukua muda mrefu, lakini ninamwamini sana waziri wangu, ni mchapakazi, ni msikivu, ili jambo ninaamini kwa kumpendeza Mungu halitachukua muda mrefu. Lakini hapa naombi Mheshimiwa Waziri, nyinyi kama wizara mnacho chuo chenu cha TAESA ambacho kimsingi katika chuo chenu cha TAESA mnashughulika na kuwafundisha watu wakufunzi wa vyuo vikuu na vyuo vya kati, mnawasaidia katika namna nzima ya utafutaji au upatikanaji wa ajira. Mimi nilikuwa naomba, kwa kuwa tayari katika vyuo mbalimbali mnapeleka wanagenzi wenu na tayari katika wizara yako ya kazi, ajira na mahusiano unayo taasisi ya TAESA, hebu tuone namna ya kuwaconnect baadhi ya wahitimu wetu ambao wanamaliza fani hizi za wanagenzi. Sasa wapo vijana wanaohitimu na wanapata pengine niseme ufaulu mzuri. Wale vijana wachache tukaanza kwa majaribio, tukawachukua vijana hawa kwa kuwaconnect na mfuko wa maendeleo ya vijana ama ule mfuko wa 10%. Badala ya kupewa fedha zile, wapewe vile vifaa, wakaanzisha workshop zao. Kwa hiyo hili Mheshimiwa Waziri, nitaomba tuanze kama demo kwa kuanzia. Tunaweza tukawachukua wale wachache tukaona, na tukiona inawaka basi tutaona namna bora ya kuiformalize, pengine ikawe nchi nzima. Kuna jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais analifanya kwa sasa, kutafuta fursa za ajira nje ya nchi. Kama unavyojua Mheshimiwa Mwenyekiti, mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Februari, vijana wetu wapatao 3999 wameunganishwa na fursa za ajira nje ya nchi. Pamoja na fani ambazo zimepeleka vijana hawa ni pamoja na fani za ufundi wa magari, ufundi wa kuchomeaji, fani zote wanazojifunza wa vijana, kuna vijana tumewapeleka huko nje. Kwa ni waahidi Mheshimiwa Mwenyekiti, tumeelekeza, tuna idara yetu ya ajira, huduma za ajira kupitia kitengo ambacho zamani ilikuwa taasisi ya TAESA, sasa tunaita ni idara ya huduma za ajira. Nitalichukua kwa uzito, tahakikisha pia hawa vijana wote wanapomaliza tuwaunganishe kwenye kazi data yetu. Jukumu la idara hiyo ni kuunganisha watafuta kazi na waajiri. Kwa hiyo vijana hao watakuwa na fursa pia ya kupeleka kwenye soko kupitia ofisi ya waziri mkuu ili waweze kupata fursa za ajira zinazojitokeza kutoka kwa waajiri. Vanessa Simon Ruziga, nimeipenda hii fani, sikushashiwa na mtu yoyote, na cha kwanza sababu iliyosababisha niipende ni inatupa fursa sana sisi wasichana katika upande wa ajira. Na kingine changamoto zake ni kama tu ajali ndogo ndogo zinazotokea katika karakana. Faida ni kwamba tunafaidika na ujuzi, tunapata kuelimika vitu vingi na inatusaidia tukaweza tukaajiriwa au kujiajiri wenyewe. Nikachagua nafasi ya ufundi magari. Niliamua kutoka moyoni kwa sababu nataka niweze kulijua hili gari letu kiundani zaidi, yani nijue kila kitu, hii ni nini na inafanya kazi gani katika gari. Na gari je, likishindwa kutembea vizuri, nitambue ni tatizo gani ambalo limefanya hii gari yetu. Mfano tunapokuwa tunasafiri, kuna muda gari linakopo linasimama mara ghafla, abiria tunakopo hatujui kitu gani. Cha kwanza ninachowaeleza, wasiwe na wasiwasi. Kama kitu umeamua kukifanya kutoka moyoni mwako, fanya kwa moyo. Yaani usiangalie kwamba nikienda hapo MVM kupata kozi, niko msichana mimi mwenyewe. Ushaona haitakiwi hiyo kitu. Lakini mimi hiki kitu kipo kwenye moyo wangu, yani kipo moyoni.